kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Yule ambaye alikuwa akifanya ibada kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa, na ndo hakika alikuwa amekufa kweli. Kwa hiyo kama mtu alifanya ibada kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa ajili ya Allah, ibada ile ilikosa ikhlas kutoka kwenye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Abu Bakar akasema, ama yule alokuwa na muabudu kidhati kikweli Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, afanya ibada kwa ajili ya Allah, aelewe kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yu hai, hafi. Na ndivyo ilivyo. Na leo kama yule ambalo kuwa anafanya ibada kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani itakwisha, hataonekana tena msikitini, kwa sababu Mungu yule aliyokuwa akimwabudu Mungu Ramadhani ameondoka. Lakini aliyokuwa akifanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, aelewe kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, Mwenyezi Mungu yu hai na hata kufa na hafi na hana sifa ya kufa. Hii ni sifa ya Muislamu ambalo kwa mzuri mwenye kufanya ibada kwa sababu ya ikhlas. Sajii anasema kwamba khamsu khisalun biha timamul ilmi wa hiya ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatul haq wa ikhlasul amalu lillah. Mambo matano mtu akiyaelewa na akakaa nayo, asema huyu Sajii kwamba ndo ukamilifu wa ilmu. Mambo matano, katika yale mambo matano mtu akiyaelewa, basi atapata ukamilifu wa dini yake. Moja, wa hiya ma'rifatullah, kwanza kumwelewa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hii ndilo gogoro tulokuwa nalo watu, ile kumwelewa kwamba huyu ni Mwenyezi Mungu na hili nalifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wakuta kwamba tayari mwezi wa Ramadhani watu twajaa msikitini. Mwezi wa Ramadhani ukiondoka, basi sasa wakati ule mtu aliswali kama Muislamu. Sasa taibu, mwezi wa Ramadhani umemalizika, je, Uislamu wake umebaki wapi? Jambo la pili, kwamba wa ma'rifatul haqq, ujuzi wa kuelewa kwamba hili jambo ni la kweli na hili jambo si la kweli. Na jambo la kuelewa kwamba ni la kweli ni kumwelewa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumwelewa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kisha kuielewa dini kwa dalili. Hili jambo ingalau ukiulizwa, ambia hili walifanya, je vipi? Dalili yake ni hii. Haya ndio maarifa ya kuelewa ukweli. Jambo lingine kwamba wa ikhlasul amalu lillah, ikhlasul amalu lillah, kumtakasishia ile kazi unayoifanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nimekwenda kusali. Kwa nini nakwenda kusali? Naenda kusali kwa kuwa mimi nimekuwa ni Muislamu na nilishaupata Uislamu, nikakubali Mwenyezi Mungu ni mmoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake. Sasa naenda kuswali kwa kumkamilisha au kwa ile ibada namtakasishia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumtakasishia Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu ala sunna, na ile kazi uifanye kwa utaratibu alokufundisha au aloufundisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wal amalu ala sunna, kwamba usiswali unavyotaka,
swali alivyoagiza Mwenyezi Mungu kwa mafundisho ya kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na ndio hata katika sala isema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama vile ambavyo mliniona nikiswali. Vipi aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima ujifundishe, urudi kwenye ile kwamba wal amalu ala alilmi, na kuweza kufanya matendo kuendana na ujuzi. Jambo lingine kwamba baada ya kuwa matendo yale twayafanya kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha, wa akilul halal, na kula vyakula vilivyokuwa vya halali. Ikiwa kwamba asema kwamba sajii fa idha fuqidat wahidatun lam yurfa'u al-amal, moja katika haya matendo likikosekana moja, basi amali ya mja haiwezi kuinuliwa, kwa sababu itakuwa ni khilafi, ni kinyume na mafundisho ambayo yaliyofundishwa na dini ya Kiislamu.